Mgogoro wa Iran bado unaendelea kufukuta. Ujerumani imesema iko tayari kushiriki kusaidia kufikiwa amani yoyote na kuvifikisha mwisho vita ambavyo vinaendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ameyasema hayo, akionyesha dalili za matumaini kwamba pengine huenda kufanyika mazungumzo katika kuutanzua mgogoro huu. Maswali yanayoulizwa ni mengi kwa kweli, na hali hii ambayo inaendelea Iran ndiyo ambayo tunaijadili katika kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, kuangalia je, juhudi za Marekani zimefanikiwa, na je, Marekani imepata kile ambacho ilikitaka katika Mashariki ya Kati, na je, kwa upande mwingine Israel nayo imefanikiwa kuyatimiza malengo yake katika vita hivi. Vipi athari za mgogoro huu kuelekea Gaza na mustakabali wa Wapalestina, na vipi pia kwa upande wa Lebanon na swala la Hezbollah katika mgogoro huu? Je, hali itakuwaje huko Lebanon? Tunaye Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, ambaye kawaida anakuwa katika mji wa Tehran kule Iran, lakini sasa amesharejea visiwani Zanzibar. Tunaye pia vile vile Ibrahim Rahbi, ambaye kwa siku nyingi amekuwa kule Oman, lakini kwa sasa amerejea Dar es Salaam, Tanzania. Yeye ni mchambuzi pia vile vile wa siasa za Mashariki ya Kati na kimataifa. Tunaye katika mji wa New York huko Marekani Profesa David Monda. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Marekani na masuala ya kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Na moja kwa moja tuanze nawe Abdul Fattah Musa. Kwa hali hapa ambapo imefikia, tunashuhudia kwamba viongozi wa Iran wanaendelea kuuliwa. Ali Zera Tangsiri, huyu alikuwa ni kamanda wa kitengo kile cha wanamaji cha jeshi la mapinduzi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambaye alikuwa amesimamia sana kufungwa kwa mlango bahari Hormuz, na Israel imemfuatilia na imetangaza kwamba imemuua. Unaonaje kwa hapa ambapo tumefikia kuhusiana na mgogoro huu? Kwa hakika hatua ambayo Israeli imechukua na ambayo kwa kushirikiana na Marekani ilianza kuchukua tangu vilipoanza vita hivi dhidi ya Iran, yani tarehe 28 Februari, ya kuwaua viongozi mbalimbali wa ngazi za juu wa Iran. Tunaweza kusema kwamba kwa upande mmoja, pamoja na kwamba zimedhoofisha au zinaendelea kudhoofisha nguvu za kijeshi na nguvu za kisiasa za Iran katika vita hivi, lakini kwa rai yangu ni kwamba vinatatiza pia kuweza kupatikana suluhisho na ufumbuzi wa mgogoro huu kwa njia ya haraka. Na sababu ni kwamba kwa mtazamo wa Iran, yanapofanyika mauaji kama haya, yanazidi kuwapa ule mtazamo kwamba mbali na kauli, lakini kimsingi hasa lengo halisi la vita hivi ni kutaka kusambaratisha mfumo mzima wa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu, kwa maana kwamba lengo ni kufuta uwepo kwa mfumo huu. Kwa hivyo linapokuja suala kama hili, mtazamo wa Iran katika vita unakuwa zaidi ni mtazamo wa kuwa wagumu zaidi kuwa tayari kufanya mazungumzo na kuweza kuwa tayari hata kulegeza msimamo katika hatua ambazo Iran imekuwa ikizichukua katika muda wote sasa wa wiki hii ya 4 tangu vita hivi vilipoanza, ikiwemo kushambulia maeneo mbalimbali ya ndani ya Israel na kulenga vituo vya kijeshi, vya kiintelijensia na hata vya maslahi ya kiuchumi za Marekani katika nchi zote zilizozunguka Ghuba ya Uajemi. Kwa hivyo hatua hizi kwa hakika tunaweza tukasema kwamba zaidi zinatatanisha kuweza kupatikana mwafaka wa kufikia maridhiano ya kuvimaliza vita hivi, kama si angalau kuweza kufikia usitishaji vita. Haya, asante. Nitakuja kwako Ibrahim Rahbi hivi punde. Abdul Fattah, operation hii ambayo imepewa jina Epic Fury, inayoendeshwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, unaiona vipi? Kwa umbali gani mpaka hivi sasa imeweza kubadilisha pengine ule uwiano wa kijeshi Mashariki ya Kati, au unaona pengine ni vikwazo tu vya muda ambavyo vinaikabili Iran kutokana na operesheni hii?
Operesheni hii ya kijeshi, kusema kwamba imekuwa na taathira gani kwa nguvu za kijeshi za Iran, bila shaka kama vilipokuwa vita vya siku 12 vya mwezi Juni mwaka uliopita, ambavyo bila shaka yote viliathiri kwa nguvu na uwezo wa kijeshi wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi. Operesheni hii pia nayo hadi sasa imekuwa na taathira hasi kwa upande wa Iran, yani imedhoofisha kwa kiwango kikubwa uwezo na nguvu za kijeshi za Iran. Lakini jambo ambalo kwa upande mwingine limeshinda kuleta mabadiliko ya msingi ni kwamba badala ya kuweza kwa namna fulani, kama ambavyo Marekani au Rais Donald Trump wa Marekani amekuwa akidai kila mara, kila anapozungumzia mafanikio ya vita hivi alivyoanzisha kwa kushirikiana na Israel dhidi ya Iran, kudai kwamba kinachopatikana au matokeo ya hatua alizochukua ni kuweza kuwepo usalama zaidi, kuweza kuwepo amani zaidi na kuwepo uthabiti zaidi katika Mashariki ya Kati. Ukweli kwa mtazamo wangu ni kwamba ni kinyume chake. Na mfano hai wa hilo ni kama tunavyoshuhudia hivi sasa kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambao hatua hiyo imekuwa na taathira kubwa katika kuathiri mfumo wa hali ya kiuchumi kimataifa kutokana na kupanda kwa bei ya nishati, vile vile kukwama meli nyingi sana zinazohusika na usafirishaji wa mbolea, kitu ambacho kina taathira ya moja kwa moja katika kilimo katika uga wa kimataifa, jambo ambalo tayari limeshatabiriwa kuwa litaleta madhara makubwa katika suala la hali ya bidhaa au bei za bidhaa katika kipindi kijacho, pengine si zaidi ya miezi 6 au miezi 9 ijayo. Dunia itaweza kuona mshtuko kama huo kutokana na athari za hatua hii ya kufunga mlango bahari wa Hormuz. Ibrahim Rahbi, tuangalie kama kweli Marekani na Israel wanafanikiwa katika operation hii ya Epic Fury katika kuitwanga Iran. Ipi tathmini yako? Unaona kwamba wanapata mafanikio yale walio ya kusudia, au ni mambo yako vile vile tu kwamba nchi inaharibiwa na wale wanapigana wanatwangana, lakini hakuna chochote ambacho kimepatikana mpaka sasa? Bila shaka kila upande umekuwa na hesabu zao, hasa kwenye hii vita. Mmeanza hapo kwa kuuawa moja makamanda wa ngazi za juu wa IRGC. Mkuu wa CIA Tulsi Gabbard nadhani alizungumza na vyombo vya habari wiki jana na akakiri wazi kuwa Israeli na Marekani zimekuwa na malengo tofauti katika mzozo wa Irani, hasa Israeli ikiwa na lengo hasa la kudhoofisha uongozi au la kusababisha mabadiliko ya utawala ndani ya Irani, huku Marekani ikiwa imejiegemeza zaidi kuhakikisha kuwa inaondoa uwezo wa kijeshi wa Irani pamoja na udhibiti wa makombora wa Irani pamoja na mpango wake wa nyuklia. Kwa hiyo unaweza ukaona wawili waliopo kwenye vita wamekuwa na malengo tofauti, na ndio maana umekuwa ukisikia kila linapotokea kuwa mauaji ya viongozi fulani ndani ya Irani, wanaokuwa wametekeleza mpango huo wanakuwa ni Israeli, kwa sababu Israeli hesabu zao ni hizo kuwa tunataka tudhoofishe. Lakini Israeli anakifanya hiki kwa hesabu ya pili zaidi, kwa sababu ukiangalia kura ya maoni ya ndani ya Israeli ni juu ya 60% ya Waisraeli wanataka nchi ibaki kwenye vita dhidi ya Irani, kwa sababu katika vita hii wao hawajabeba mzigo mkubwa kwenye hii vita, isipokuwa Amerika ndio amebeba mzigo mkubwa. Kwa hiyo wanaona ni bora waendelee kupigana kutokana na nini? Kuwa mustakbali wao. Maana yake utaona kuwa Israeli hawataki mazungumzo, hiki kinachoitwa mazungumzo, wao hawakitaki kati ya Amerika na Irani. Lakini Marekani upande wa pili, yeye anakwenda kubeba mzigo mkubwa zaidi. Inapokuja lawama ya upandaji wa mafuta duniani, inakwenda moja kwa moja kwenye mgongo wa Trump. Inapokuja matatizo ya ulimwengu, matatizo ya gesi, matatizo ya usalama, matatizo yote yanakwenda kwenye kichwa cha Amerika na Trump moja kwa moja. Kwa hiyo Israeli anakuwa ameepuka hizi lawama kwa upande huo, licha ya kuwa yeye anashiriki kwenye hiyo yote. Ndio maana unaona kwa Israeli anamwambia Marekani, hapatokuwa na mazungumzo, wewe tuendelee kupigana, hali ya kuwa aliyetangulia mbele ni Marekani, sio Israeli. Kwa hiyo hasara kubwa mpaka sasa unaoisikia mfano ya wanajeshi, hasara ya vifaa, vinakwenda zaidi vifaa vya Marekani, silaha za Marekani na kila kitu. Maana yake Israeli yuko nyuma. Sasa wamefanikiwa kipi? Unajua, ukiondoa kile ambacho wanatuambia kwenye vyombo vya habari, Waziri Mkuu Netanyahu amezungumza mara kadhaa kusema kuwa hata kama wakijiondoa kwenye vita kwa leo, itamchukua Irani miaka 10 kurudi kwenye njia yake. Hali kadhalika Donald Trump mara kadhaa amezungumza kwenye vyombo vya habari kuwa hawana jeshi la majini, hawana jeshi la anga, hawana lolote. Lakini ajabu kuwa vifungu 15 vilivyopelekwa kwa Irani juzi, karibu vyote vinaagiza yote hayo kuwa tunataka muondoe nyuklia zenu, tunataka makombora yenu, tunataka yani vyote ambavyo wanavitaka ni vile ambavyo tayari wanazungumza kwenye vyombo vya habari kuwa wamevimaliza na havipo.
Kwa hiyo kuna kitu ambacho wanatuonyesha upande wa pili kuwa si kweli wanachotuambia. Manake kama wangekuwa wamevimaliza wasingepeleka kwenye proposal kuwa tunataka hiki, tunataka hiki, tunataka hiki, kwa sababu ni tayari mmeshamaliza huu mchezo. Kwa hiyo kwenye mafanikio nadhani ni mafanikio zaidi ya vyombo vya habari ambayo tunaweza tukayaona, lakini kwenye uhalisia nadhani vita ya kimkakati ya Irani imefanikiwa zaidi, kwa sababu bado mpaka hapa tunazungumza udhibiti wa mfereji wa Hormuz uko kwenye mikono ya Iran, kuwa bado mechi wanaiendesha wao.